Ikhwatal iman, ndugu zangu katika iman, hubbu shuhrati ala nnas, jambo la kupenda umaarufu kwa watu, daun qadimun fil bashar, huu ni ugonjwa wa watu wa zamani. Wa man saa li shuhrati wa dhikri bidinihi wa ilmihi waqa'a fi riyai, yoyote ambaye atakwenda mbio katika kuyatafuta maisha kwenye hii dunia, lengo lake kupata mali ile ili awe maarufu, awe atajulikana na watu katika hii dunia, waqa'a fi riyai, mtu huyo ameingia katika kujionyesha. Lakini vile vile yoyote ambaye atakwenda mbio akaitafuta elimu ya dini, lengo lake ili watu waseme ya kwamba yeye amesoma dini, yeye ni msomi, basi afahamu waqa'a fi riyai, vile vile mtu huyu ameingia katika riya, katika kujionyesha. Lakini vile vile mtu yoyote ambaye atafanya ibada kwa wingi, atafanya mambo mema mbalimbali katika masala ya dini, lengo lake ili watu wamuone yeye ana dini sana katika yale mambo ambayo anayoyafanya, waqa'a fi riyai, pia mtu huyo ameingia katika kujionyesha. Wa man waqa'a fi riyai, na yoyote ambaye ataingia katika jambo la kujionyesha na kutaka kuonekana na watu kwa yale ambayo kwamba anayoyafanya, fakad waqa'a fi shirki, hakika mtu huyo amejiingiza katika jambo la ushirikina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika maneno yake matukufu, akhwafu ma akhafu alaykum, hofu yangu kubwa ambayo naihofia juu yenu umma wangu, ashirkul asghar, ni shirki ndogo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema shirki ndogo, arriyau, ni pale mwanadamu anapofanya amal lengo lake aonekane wakati anaifanya ile amal. Mfano, kama anatoa sadaka, watu wamuone ya kwamba yeye ni mtoaji sana sadaka. Mfano, anafanya ibada mbalimbali, watu wamuone ya kwamba yeye ni mfanyaji wa ibada sana. Hii ndiyo inaitwa arriyau, na madhara yake ni makubwa amama Allah, mbele ya Allah jalla fi'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaendelea kusema, yaqulu Allahu yawmal qiyamati, atasema Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, idha jaza an-nasu bi'amalihim, pindi atakapokwenda kuwalipa watu kwa kupitia amali zao ambazo wamezifanya katika hii dunia. Allah atawaambia nini watu hao? Undhuru, au atawaambia idhhabu, nendeni ila alladhina, kwa wale ambao kwamba kuntum turauna fi dunya, ambao walikuwa wakishuhudia amali zenu katika dunia, ambao kwamba mulikuwa mkiwaonyesha matendo yenu wakati mnayafanya katika hii dunia. Fandhuru, muangalie watu hao muliokuwa mkifanya ibada hizo kwa lengo la kuonyesha watu hao, hal tajiduna indahum jazaa, je, mtapata kwa watu hao malipo? Hii ni hadithi sahihi, iko katika Sahihi al-Jami, ni hadithi ya 1555. Sasa hili jambo la mtu kwenda kufanya amali yake, mtu kwenda kufanya ibada, mtu kwenda kufanya jambo lolote, lengo lake tu aonekane na watu,
afahamu madhara yake mbele ya Allah ni makubwa zaidi. Kwa sababu gani? Siku ya Kiyama Allah atakataa kuwalipa watu hawa kutokamana na zile amali zao walizokuwa wakizifanya kwenye dunia. Lengo halikuwa ni kwa ajili ya Allah, lengo lilikuwa ni kwa ajili ya kuwaonyesha watu. Sasa Allah atawaambia, nendeni kwao wale ambao mulikuwa mkiwaonyesha zile amali zenu wakati mnazifanya. Je, muangalie mtapata kutoka kwao malipo yoyote?